Mfanyabiashara Gilbert Nyamita mwenye umri wa miaka 33 na wenzake watano wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakikabiliwa na tuhuma za kutumia namba za NIDA za wateja kusajili laini za simu kinyume cha sheria na kutakatisha zaidi ya shilingi milioni 300. Nyamita ambaye ni mlemavu wa miguu anayetumia kiti cha magurudumu anakabiliwa na mashtaka 16 kati ya 28 likiwemo la kutumia laini za simu zilizosajiliwa kwa majina ya watu wengine bila kutoa taarifa kwa mtoa huduma. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki, ambapo wakili wa serikali Michael Shindai alidai kuwa walitenda makosa hayo kwa nyakati tofauti kati ya Mei ya mwaka 2025 na Aprili ya mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali nchini. Mbali na Nyamita, washtakiwa wengine ni Fabiani Kulwa mwenye umri wa miaka 40 mkazi wa Mbezi Makabe, Mnyamisi Selumamala mwenye umri wa miaka 34, yeye ni mfanyakazi huru mkazi wa Musoma Mara, Salum Kapene mwenye umri wa miaka 31 mkazi wa Mwanza, Onesmo Aron mwenye umri wa miaka 34 mfanyakazi huru mkazi wa Runzewe Geita, na Joram Fanueli mwenye umri wa miaka 23 mkazi wa Tarime Mara. Wakili Shindai alidai kuwa washtakiwa hao walitenda makosa yao kati ya Mei, Julai ya mwaka 2025 na Aprili ya mwaka 2026 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alibainisha kuwa washtakiwa wanatuhumiwa kwa kosa la kuongoza genge la uhalifu kutumia laini iliyosajiliwa kwa jina la mtu mwingine, kutumia vibaya taarifa za mteja na kutakatisha fedha. Shindai alidai kuwa katika shtaka la kwanza la kuongoza genge la uhalifu linawakabili washtakiwa wote, inadaiwa kuwa kati ya Mei Mosi ya mwaka 2025 katika mahali pasipojulikana na mkoa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa makusudi waliongoza genge la uhalifu kwa kutumia taarifa za wateja na laini za simu zilizokuwa na usajili wa watu wengine. Katika shtaka la pili hadi la 18 linamkabili Nyamita, anatuhumiwa Machi 31 ya mwaka 2026 alitumia laini zilizosajiliwa kwa jina la mtu mwingine akiwa Madale ndani ya wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam pasipo kumjulisha mtoa huduma. Ilidaiwa alitumia laini iliyosajiliwa kwa jina la Kwimba Maduhu, Boke Rioba, Daniel Ngera, Chacha Mbango, Zenabu Burunya, Manga Marwa, Boke Mwita, Bernice Nyahonge, Masele Kinga, Charles Genga na Latifa Athumani. Shindai alibainisha kuwa katika shtaka la 19 hadi 27 linamkabili mshtakiwa wa 6 Majigi, ambapo inadaiwa Mei Mosi ya mwaka 2025 ndani ya wilaya ya Busega mkoani Simiyu, akiwa mfanyakazi huru wa kampuni ya Onora Tanzania, alitumia namba ya NIDA ya Tagambi Bungulwa kusajili nambari za simu. Pia anatuhumiwa kutumia namba za watu wengine za NIDA za Joseph Mwita, Boke Mwita, Manga Marwa, Kwimba Maduhu, Boke Rioba, Daniel Ngera, Chacha Mbango na Zainabu Burunya. Inadaiwa kuwa katika shtaka la utakatishaji wa fedha linamkabili Nyamita na Kulwa kati ya Mei Mosi ya mwaka 2025 na Aprili ya mwaka 2026 katika mahali pasipojulikana na mkoa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa pamoja walifanikiwa kupata shilingi milioni 355, huku wakijua fedha hizo ni mazalia ya uhalifu wa kutumia laini za simu zilizosajiliwa kwa majina ya watu wengine. Hata hivyo, washtakiwa baada ya kusomewa mashtaka hayo hawakutakiwa kujibu chochote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo, ambapo upande wa jamhuri ulidai kuwa upelelezi bado haujakamilika. Katika nukuu yake, hakimu Nyaki alisema kwamba mshtakiwa wa kwanza Nyamita na wa pili Kulwa, nyie hamna dhamana kwa sababu mna shtaka la utakatishaji wa fedha. Mliobaki kila mmoja anatakiwa awe na wadhamini wawili, kila mmoja atasaini bondi ya shilingi milioni 5. Hata hivyo, washtakiwa hao wanne wameshindwa kutimiza masharti ya dhamana, wamerudishwa rumande hadi Mei 18 ya mwaka huu kwa ajili ya kutajwa na kuangalia hatua ya upelelezi katika kesi hiyo. Mimi naitwa Mika Ndaba na hizi ni ripoti zaidi.